Na mtazamaji, kwa mujibu wa sasisho la hivi punde ambalo limeweza kupeperushwa katika mitandao ya kijamii, imeweza kubaini ujumbe huu ambao Bi Martha Karua akiwa mkuu wa chama cha NARC katika mrengo wa Azimio la Umoja unaoongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii ni kutokana na uamuzi wa mrengo wa Azimio la Umoja ulioweza kuweka siku ya jana kuhusu wao kurejesha maandamano yao rasmi kupinga serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto. Ujumbe huu wa Bi Martha Karua umeweza kueleza kwamba Wakenya waweze kulinda familia yao hasa wakati huu mgumu ambapo gharama ya juu ya maisha iliyoko katika taifa hili la Kenya chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Bi Martha Karua ameweza kuwaomba Wakenya waweze kulinda watoto wao, ila kabla nikufahamisha zaidi, ningependa niweze kukuomba uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya subscribe na alama ya notification. Asante. Na mtazamaji, asubuhi ya leo Bi Martha Karua ameweza kutumia ukurasa wake rasmi wa Twitter kuchapisha habari hizi ambazo idadi kubwa ya Wakenya wameweza kuzipokea kwa namna nyingine. Hii ni kutokana na kile kinachoendelea hivi sasa kuhusu serikali ya Kenya Kwanza kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2023, kitu ambacho idadi kubwa ya Wakenya wameweza kutokea kupinga mswada huo wa fedha wa mwaka 2023. Na mtazamaji, kulingana na ujumbe ambao Bi Martha Karua ameweza kupeperusha kupitia ukurasa wake rasmi wa Twitter, ameweza kubaini na kwamba Wakenya hivi sasa ni wakati mwafaka kwa Wakenya waweze kudumisha amani na upendo ili waweze kuepusha visa vya ghasia ambavyo huenda vikazuka katika taifa hili la Kenya, hasa wakati huu mgumu ambapo serikali ya Kenya Kwanza haijapendeza inavyotawala jamhuri hii ya Kenya. Je, mtazamaji, maoni yako ni yapi kuhusu ujumbe ambao Bi Martha Karua ameweza kupeperusha kupitia akaunti yake rasmi ya Twitter? Ningependa uweze kusubscribe, pia drop maoni yako katika sehemu ya comment section below this video. Majina yangu CM Media. Bye bye until the next video.